Baada ya mgogoro wa muda mrefu, nadhani uwanja wa Benjamin Mkapa siku ya leo tarehe 25 utaenda kushuhudia vita ya miguu ya watani wa jadi ambao ni watoto wa Kariakoo katika klabu ya Simba na klabu ya Yanga. Sasa leo nadhani kuna vitu vingi sana, mabadiliko makubwa ambayo yametokea kwenye dabi hii ya Kariakoo. Cha kwanza ambacho ulikuwa ukifahamu, hii dabi inachezeshwa na waamuzi kutokea nje kwa mara ya kwanza kabisa tangu kuanzishwa kwa soka la Tanzania bara, yani mashindano ya ligi kuu. Kwa hiyo kwa msimu wa 2024-2025 inaenda kuandika historia ya kuchezeshwa na waamuzi kutokea mataifa ya nje. Mwamuzi wa kwanza anaitwa Amul Amir ambaye ametokea taifa la Misri, mwingine ametokea taifa la Somalia. Waamuzi wengi wametokea taifa la Misri na wengine wakitokea taifa la Somalia, huku Mtanzania akiwa mmoja tu peke yake ambaye sana amesimama kama kamishna wa ile mechi, akipewa nafasi kubwa ya kuweza kusimamia, lakini hajapewa nafasi ya kuweza kusimama katikati ya uwanja na kuweza kufanya maamuzi, jambo ambalo watu wengi wamelipongeza, huku wengine wakiendelea kulikosoa ya kwamba hii inatunyima nafasi kubwa ya sisi kuweza kuaminika kimataifa. Lakini nikukumbushe tu, ligi ya Misri pia kwenye dabi walikuwa wameomba mechi yao ichezeshwe na marefari kutoka mataifa ya nje na sio wa taifa la ndani, kwa sababu wengi wameonekana kama vile wanatoa favor kwenye mataifa mengine. Jambo la pili ambalo unatakiwa kuweza kulifahamu katika hii dabi ni kwamba Yanga anahitaji tu draw. Yanga anahitaji draw kwa sababu Yanga anampita Simba pointi almost moja ama mbili. Kwa hiyo akipata tu draw, mechi kwake imekamilika. Kwa hiyo Simba inaweza kumhitaji hii mechi aweze kushinda kwa namna yoyote ndipo aweze kutangaza ubingwa. Akiweza kushinda, ubingwa ni kwake, lakini asiposhinda, changamoto yake itabaki pale pale tu, wataonekana wamekosa ubingwa. Akifungwa ndo basi kabisa ameweza kuthibitisha kwamba Yanga ni bingwa sahihi wa msimu wa 2024-2025. Lakini kitu kingine ambacho Simba na Yanga siku ya leo wanaenda kugombania ni mfungaji bora, kwa sababu Clement Mzinze ana magoli 13 na Ahoua ana magoli 16. Ana magoli 15. Yes, ana magoli 15. Kwa hiyo ni renki ya magoli mawili tu ambayo yanahitajika waweze kufikia kile kiwango ambacho Ahoua yuko nacho. Na mwingine ambaye yupo katika klabu ya Simba ambaye ana magoli 13 na si mwingine bali ni Mokwala. Kwa hiyo Mokwala naye ana nafasi kubwa sana, kama leo atashinda basi kuna opportunity kubwa ya yeye kuweza kujishindia kile kiatu cha mfungaji bora. Lakini nyingine ni kuipa nafasi ni nani ama kuwa ule mjadala wa mchezaji bora kwa msimu wa 2024-2025. Kati watu wengi wamependekeza Ahoua, huku klabu ya Yanga wakimpendekeza Pacome na Faisal akitokea kwa mbali kabisa. Watu wengi wakiendelea kumpa nafasi ya kwamba anaweza kufanya kitu, na kweli inawezekana akawa ni mchezaji bora kwa 2024-2025 wakitoa mapendekezo ya namna hiyo. Lakini je, mechi hii inaenda kuamua ni nani atakuwa bora na nani ambaye ataonyesha kiwango kikubwa kuipa nafasi, kwa sababu ni mechi ya mwisho, japokuwa ilikuwa ni mechi ambayo ya 184, kwa hiyo itakiwa cheze zamani sana, kwa sababu hii mechi imegairishwa mara mbili, lakini hivi sasa imepewa nafasi nyingine ya kwamba inatakiwa ichezwe siku ya leo. Japokuwa mpaka hivi sasa Simba, taarifa ambayo inatoka kupitia peji zake haithibitishi rasmi kwamba itacheza ama haichezi, lakini inadaiwa kuwa tiketi za VIP tayari zimeshaenda kuchukuliwa na klabu ya Simba na itashiriki. Kwa hiyo ni mind game tu la kuwakumbusha watu, kuto kuwapa watu tension ya kwamba Simba anacheza alafu inaenda kushiriki mchezo. Mimi sijui ni nini kitaenda kutokea hiyo saa 11, lakini endelea kuwa karibu na Locha Media. Tutakuwa tunakuletea update ya kila kitu ambacho kinaendelea mwanzo mpaka mwisho, alafu tujue ni nini, nani ataenda kufurahia msimu wa 2024-2025 kuwa bingwa wa NBC Premier League nchini Tanzania. Katika sema comment na kusikia, unahisi Simba bingwa ama Yanga bingwa?